بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعد يكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kubaki katika kikao hiki cha kheri cha kukumbushana mambo yanayohusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika hii ni neema, na kwa neema hii tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ukumbusho wetu wa leo tutakumbushana kaifa nastaqbilu 10 Dhulhijja. Vipi tumejiandaa kuyapokea masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja? Ni maandalizi gani ulioyafanya kwa ajili ya kuupokea mwezi wa mfunguo 3, mwezi wa Dhulhijja? Umejiandaa na nini? Famin fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, anja'ala lahum mawasima lit-ta'at, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia waja wake misimu ya taa, misimu ya khairi, misimu ya ibada. Yastakthiruna fiha min al-a'mali salihah, wanazidisha katika misimu hiyo kufanya yaliyokuwa mema, kufanya yaliyokuwa mazuri. Wayatanafasuna fiha, na vile vile wanashindana fima yuqarribuhum ila rabbihim, kwa kuyafanya mambo ambayo yanawaweka karibu na Mola wao, kwa kuyafanya mambo ambayo yanawaweka wao karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Waumini wanakuwa wenye kushindana katika mambo ya kheri, wanakuwa wenye kushindana katika ibadati mbalimbali katika misimu kama hiyo. Wasaidu man ikhtanama tilka almawasim, na mtu mwenye akili na mtu mwema ni yule ambaye anayapatia faida masiku hayo, anaipatia faida misimu hiyo, haiachi misimu hiyo ikawa ni yenye kupita. Wa min tilka almawasim, na miongoni mwa misimu hiyo ambayo Muislamu anatakiwa afahamu ya kwamba yuko ndani ya msimu, ni 10 Dhulhijja, ni masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Masiku 10 kwa hakika ni msimu kwa Waislamu kuchuma, ni msimu kwa Waislamu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni msimu wa kushindana katika khairi. Hariyun bil muslimi, ni haki kwa Muislamu an yastaqbila 10 Dhulhijja, ayapokee masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja bil umurin, kwa mambo yafuatayo. Kwanza ni at-taubatu as-sadiqa,
Ni Muislamu anayehitaji kuja kuyapatia faida masiku ya Dhulhijja, masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Kabla ya masiku hayo, Muislamu anatakiwa atubie na arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena tauba iliyokuwa ya kweli. Fa'ala almuslimi an yastaqbila 10 Dhulhijja bitawbati as-sadiqah wal'azmi al-akid ala ar-ruju'i ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ni juu ya kila Muislamu ayapokea masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja kwa kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tauba iliyokuwa ya kweli, na kuazimia maazimio ya nguvu ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi at-taubati falahun lil'abdi fi dunya wal akhirah. Na katika ibada hii ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kunakopatikana kufaulu kwa mja katika maisha yake ya duniani, lakini vile vile kufaulu mja siku ya kiyama. Na kufaulu siku ya kiyama ni kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, watubu ila Allahi jami'an, natubieni kwa Allah nyote, ayyuhal mu'minuna, enyi waumini, la'allakum tuflihun, ili muweze kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anayehitaji kufaulu katika maisha yake ya duniani ajipambe na sifa hii ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayehitaji kufanikiwa katika maisha yake ya akhera ajipambe vile vile na sifa ya kumcha Allah na sifa ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni Suratul Nur aya ya 31. Fattaubatu laysat khaswatun bilmudhni biljani fahasb. Tauba si kwa yule mwenye makosa na madhambi tu, bal hiya amatun fi haqqi jami'il mu'minina, bal ibada hii ni wajibu kwa waumini wote, ni wajibu kwa waislamu wote. Alladhina yuriduna alfawza walfalaha, wale ambao wanahitaji kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanahitaji kufaulu katika maisha yao ya duniani na maisha yao ya akhera, wajipambe na sifa ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Abu Huraira anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, namwapa Allah, hakika mimi huwa ninaomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ninatubia kwake katika kila siku mara 70 au zaidi ya mara 70. Rawahu Bukhari. Huyo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila siku anatubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya mara 70. Anakaa anasema, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Anayesema maneno hayo mpaka mara 70 au zaidi ya mara 70. Huyo ni Mtume sallallahu alayhi wasallama aliyesamehewa makosa yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaleta istighfari mara ngapi kwa siku? Sisi tunaomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara ngapi kwa siku? Katika hadithi nyingine ambayo imepokelewa na Al-Aghar ibn Yasar radhiyallahu anhu, anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfiruhu, na muombeeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Tubieni kwa Allah na mumuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Fanyeni hivyo, fa inni atubu fil yawmi 100 marra, hakika mimi huwa natubia katika kila siku mara 100. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam anawahimiza umma wake, anawahimiza waislamu wawe ni wenye kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili msikate tamaa na ili msirudi nyuma. Akatupa moyo ya kwamba
yeye mwenyewe anatubia zaidi ya mara 100, anatubia mara 100 kila siku, anakaa anayasema maneno hayo, astaghfirullah wa atubu ilayhi, mara 100 kila siku. Sasa mimi na wewe tunaleta istighfari mara, msamaha kwa Allah mara ngapi? Mimi na wewe tunatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara ngapi? Kwa hiyo mtume anatakiwa awe ni kiigizo chema kwetu sisi, tumuige kwenye mambo kama haya. Kuna mambo mengi yametufunza, mambo mazuri yametufunza. Miongoni mwa mambo ambayo yametufunza ni sisi kuwa na tabia ya kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta istighfari kwa wingi. Katika hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah ta'ala, hakika Allah mtukufu, yabsutu yadahu bil-layl, huwa anakunjua na kuunyosha mkono wake wakati wa usiku, liyatuba musii'un nahari, ili aweze kutubia yule aliyefanya makosa wakati wa mchana. Wa yabsutu yadahu bin nahari, na anakunjua na kuunyosha mkono wake wakati wa mchana, liyatuba musii'ul layl, ili aweze kutubia yule ambaye amefanya makosa wakati wa usiku. Allah anaendelea kufanya hivyo hatta tatlu'a ash-shamsu min magharibiha, mpaka jua litakapochomoza upande wa magharibi. Muda wa kuwa jua bado linachomoza upande wa mashariki, Allah anaendelea kunyosha mkono wake kwa ajili ya kupokea tauba za watu, tauba za waumini. Atakayebakia na madhambi ni yeye mwenyewe, ameamua kubaki na madhambi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ananyosha mkono wake kwa ajili ya kupokea tauba yako, na wewe kuwa tayari kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine ya Abu Huraira vile vile mtume anasema, man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min magharibiha, atakayetubia kabla jua halijatokea upande wa magharibi, taba Allahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala atamkubalia tauba yake. Rawahu Muslim. Madhambi yana tabia ya kumpa mtu uzito wa kufanya ibada. Madhambi yana tabia ya kumfanya mtu anakuwa ni mzito kwenye kheri. Madhambi yana tabia ya kumfanya mtu anakuwa ni mzito katika ibada. Hivyo ni vyema mtu akawa ni mwenye kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili apate wepesi wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rajulun lilhasan albasri, mtu mmoja alimwambia Hasan al-Basri, ya Aba Sa'id, ewe baba Saidi, inni abitu muafa, hakika mimi huwa nalala nikiwa na afya njema, mzima, siumwi. Wa uhibbu qiyama al-layl, na ninapenda kuamka usiku kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uiddu tuhuri, na ninaandaa maji yangu kwa ajili ya kutawadha, maandalizi yote ninayafanya vizuri. Fama bali la aqumu, nina matatizo gani mimi siwezi kusimama usiku, siwezi kuamka? Yani maandalizi yote yanafanyika vizuri kwa ajili ya kuamka usiku kwa ajili ya ibada, lakini anashindwa kuamka, anakuwa ni mzito kupita maelezo. Sasa anamuuliza kiongozi, labda mimi na matatizo gani yanayonizuia mimi katika ibadati mbalimbali? Hasan al-Basri akamwambia, qayadatika dhunubuka, kinachokuzuia wewe kuamka usiku ni madhambi yako. Kinachokuzuilia wewe kufanya kheri ni madhambi yako. Kinachokuzuilia wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni dhambi ulizokuwa nazo. Lakini kama utatubia na ukarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa ni mwepesi katika mambo ya kheri, utakuwa ni mwepesi katika ibada, utakuwa ni mwepesi kufanya yaliyokuwa mema. Kwa madhambi yana tabia ya kumfanya mtu anakuwa ni mzito katika ibada. Madhambi yana tabia ya kumfanya mtu anakuwa ni mzito katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, walwajibu ala almuslimi an yatuba ilayhi ila Allah subhanahu wa ta'ala min kulli dhanbin, kilichotawajibu kwa Muislam ni kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na dhambi alizokuwa nazo. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba iliyokuwa ya kweli.
Na toba ya kweli ni ile ambayo imekamilisha masharti. Toba ya kweli ni ile ambayo imekamilisha masharti. Masharti ya toba yako mangapi jamani? Wanaokumbuka, maana tumewahi kuyazungumzia. Ili tauba yako iweze kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, masharti ya kukubaliwa toba yako mangapi? Masharti ya tauba yako mangapi? Hakuna mwenye kumbukumbu? Tuzangu katika imani, ili tauba yako ikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima ikamilishe masharti 6. Tutayataja haraka haraka. Ashartu al-awwal, sharti ya kwanza, al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala bi an yakuna qasdu al-muslimi bi taubatihi wajha Allahi azza wa jalla. Sharti ya kwanza ni ikhlas. Utubie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usitubie kwa ajili ya kuonekana kwamba umetubia. Usiache madhambi watu wakuone kwamba umeacha madhambi. Usiache maasi ili watu wakuone umeacha maasi. Acha maasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sharti ya kwanza. Ashartu thani, sharti ya pili, annadamu ala ma faala min almasiyah, ni kujutia kutokana na yale aliyoyafanya katika maasi. Ajutia kutokana na madhambi aliyoyafanya. Lianna shu'ura al-insani bin nadami, kwa sababu mtu kuhisi kujuta katika moyo wake, huwa alladhi yadullu ala annahu sadiqun fi tauba. Hii inaonyesha ya kwamba huyu ni mkweli katika toba yake, kwamba ametubia kikweli kweli namna anavyojuta. Sio mtu unakaa unaanza kuhadithia madhambi uliyoyafanya wakati wa ujana wako, uliyoyafanya kipindi cha nyuma. Si jambo jema kutaja na kuhadithia watu madhambi uliyoyafanya. Unachotakiwa kukifanya wewe ni kujuta kutokana na madhambi uliyoyafanya. Ashartu thalithu, sharti ya tatu, an yuqli'a ani dhambi alladhi huwa fi, ajiondoe kwenye dhambi ambayo yeye ameifanya dhambi hiyo. Umeamua kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, acha hiyo dhambi. Sio unasema nimetubia alafu bado naendelea kuifanya. Achana na dhambi hiyo, ihame dhambi hiyo, iache dhambi hiyo. Ikiwa dhambi ilikuwa ni kuacha wajibu, anza kutekeleza ule wajibu. Mfano, mtu alikuwa haswali, anataka kutubia kutokana na madhambi ya kuacha swala. Anatakiwa aanze kufanyaje? Aanze swala, aanze kuswali, kwamba kuanzia leo nimetubia kwa Allah kutokana na kuacha swala, sitoacha swala tena. Lakini kama dhambi ilikuwa ni kufanya maasi, ni kuachana na maasi ambayo ilikuwa unayafanya. Ashartu rabi'u, sharti ya 4, al-azmu ala alla yauda ilaiha fil mustaqbal, ni kuweka nia hautorudia tena dhambi hiyo katika muda wa mbele, katika masiku yajayo. Fa in kunta tanwi an tauda ilaihi, ikiwa unanuia kurudia dhambi yako, fa inna taubata la tasihu, tauba hiyo itakuwa haikusihi na wala haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba ninaacha madhambi kwa muda fulani na baada ya muda fulani nitarudia, kama wanavyofanya watu mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani kuna watu wengi wanaacha pombe. Mwezi wa Ramadhani kuna watu wengi wanawahama vimada, kwamba mwezi wa Ramadhani umekuja tutengane, baada ya Ramadhani tutarudiana. Mtu anatamani Ramadhani inaisha lini ili niweze kumuita mtu wangu. Ramadhani inaisha lini ili niweze kurudia pombe. Huyu hata kama alitubia, tauba yake haiwezi kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ashartu al-khamisu, sharti ya 5 ya kukubaliwa toba, an takuna fi zamanin tuqbal fihi tauba. Toba ni lazima iwe katika muda na wakati ambao toba inakubalika. Kuna muda ukifikia hata ukitubia tauba yako haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wa kwanza ni unapokuwa unatokwa roho, umefikwa na mauti, uko kwenye sakaratul mauti, unasema hapa jamani, kifo kinakuja, hivyo narudi kwa Allah, ninatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tauba yako haitokubaliwa na Allah. Tauba yako itakuwa haina tofauti na toba ya Firaun. Firaun alipoona kifo kinakuja, bahari imeshajirudia, wako ndani ya maji sasa na hakuna wa kuweza kumuokoa,
akasema amantu bi rabbi Musa wa Harun, nimemwamini Mola wa Musa na Harun, na mimi ni miongoni mwa Waislamu, na kuanzia sasa hivi ni Muislamu. Allah anamwambia al'an, sasa ndio narejea, sasa ndio natubia, sasa ndio naingia kwenye Uislamu. Siku zote walikuwa wapi? Kwa tubia kabla hujafikwa na mauti, lakini umeona mauti yanafika ndio narejea na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tauba yako haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ili tubia kabla an tatlu'a ash-shamsu min magharibiha, tubia kabla jua halijatokea upande wa magharibi. Yani siku hiyo umeamka kuangalia, unaliona jua limetokea upande wa magharibi, unaona kiyama hicho, jamani, wacha nitubie na nirejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huna la tuqbalu tauba, wakati huu haitokubaliwa tauba na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tubia kabla hujafikwa na mauti, lakini pia tubia kabla jua halijatokea upande wa magharibi. Wa shartu sadis wal akhir, na sharti ya sita na ya mwisho ya kukubaliwa tauba yako na Allah subhanahu wa ta'ala, in kana almasiyatu tataallaqu bihaqqi adamiyyin, ikiwa dhambi ambayo unataka kutubia inafungamana na haki ya mwanadamu. Kuna mtu ambaye umewahi kumdhulumu, umemchukulia mali yake, umemchukulia chake, umemdhulumu, umemuibia. Ili tauba yako iweze kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, rudisha kile ambacho umemdhulumu mtu, kwamba bwana, nilikudhulumu kitu fulani na ninahitaji kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kitu chako hichi hapa, naomba unisamehe, ili nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, aweze kunisamehe kutokana na dhulma ambayo nilikuwa nimekufanyia. Lakini kama ulimvunjia mtu heshima vile vile, na unahitaji kutubia kutokana na kumvunjia kwake heshima, lazima ukamwombe msamaha, kwamba bwana, niliwahi kukuvunjia heshima na ninahitaji kurejea na kutubia kwa Allah kutokana na dhambi hiyo. Ndugu yangu katika imani, nimekuja kwako, naomba unisamehe kwa kukuvunjia heshima, ili niweze kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukaamua kutubia, una haki za watu, umeamua kutubia, uliwavunjia watu heshima, tauba yako haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka urudishe cha watu, mpaka uwaombe watu msamaha, ili uweze kukubaliwa tauba yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo ni la msingi sana kulifanya kabla hatujaingia katika masiku haya ya Dhulhijja ni al-azmu al-akid, ni maazimio ya nguvu ala ightinami ayami 10 Dhulhijja, juu ya kuyapatia faida ya masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Fayambaghi ala almuslimi an yahrisa hirsan shadida, yatakikana kwa muislamu apupie tena pupa kubwa, ala ightinami ayami 10 Dhulhijja, juu ya kuyapatia faida masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja, bil a'mali wal aqwali salihah, kwa kuja kusema maneno yaliyokuwa mazuri na kutenda matendo yaliyokuwa mazuri. Wa man azama ala shay'in, na yeyote anapoazimia jambo, aanahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala humsaidia. Wa hayya lahu al-asbaba, na humwandalia sababu, allati tu'inuhu ala ikmali al-amal, sababu ambazo zitamsaidia yeye katika kuzifanya amali ambazo alizikusudia. Kwa ndugu zangu katika imani, weka nia, Allah akinifikisha katika masiku hayo 10, nitajitahidi kufanya yaliyokuwa mema. Miongoni mwa mema ambayo yanafanywa katika mwezi wa Dhulhijja ni mambo gani? Insha Allah tutafahamishana katika darsa ya kesho insha Allah, na mpaka hapo ndio mwisho wa darsa yetu ya leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.